mawasiliano zinazopatikana katika ndoa, na tukaona kwamba hizi aina zote ni za muhimu, na nikaahidi kwamba leo tutaangalia kwamba ni kwa namna gani tunapaswa kuwasiliana kwenye familia. Sasa somo letu linasema mawasiliano katika ndoa sehemu ya pili. Maandiko yanasema hivi: ndugu mpendwa, fahamuni jambo hili, kila mtu awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Fungu hili linatuonyesha kwamba Mungu anajali ni kwa namna gani tunawasiliana. Na jana tulijifunza kwamba mtu asiyesikiliza wakati wa mawasiliano, Biblia inamuita mtu gani? Mpumbavu. Na hivi Yakobo naye anasema unapokuwa ukiwasiliana usiwe mwepesi wa kusema, kuwa mwepesi pia wa kusikiliza. Na inaonekana katika mawasiliano kusikiliza ni kugumu zaidi kuliko kuongea. Wengi tunaongea haraka na maneno mengi, lakini kusikiliza ni kugumu. Tunataka kuwaingilia wengine wanapoongea. Sasa mawasiliano yana faida kubwa sana, kwa sababu katika ndoa mawasiliano tunaambiwa ni ya muhimu sana katika mahusiano kuliko kitu chochote. Ni kitu ambacho mke na mume wanaweza kufanya pamoja na kuleta furaha. Na kila kisababishi cha msongo kama vile pesa, malezi ya watoto, habari ya ngono katika ndoa vinaweza kutatuliwa kwa kuongea vizuri, kwa mawasiliano mazuri yaliyopo kati ya wanandoa. Na hivyo tafiti zinaonyesha kwamba 86% ya ndoa zote zinazovunjika ni matokeo ya kukosekana kwa mawasiliano mazuri kati ya wanandoa. Na hili neno tunalosema mazuri ni la muhimu sana, kwa sababu mawasiliano si kwamba hayapo, mawasiliano yapo ila si mazuri. Na sasa kwa hiyo kwa kifupi tunaweza kusema kwamba mawasiliano yana umuhimu sana, maana huleta maelewano, hujenga kuaminiana, hutatua migogoro, hutusaidia kufanya hivyo na kuboresha mahusiano. Sasa tunataka kuangalia tabia zinazoweza kuleta mawasiliano mazuri. Ni zipi tabia hizo? Katika mawasiliano kama tulivyokwisha kusoma lile neno la Mungu linatuambia kuna kusikiliza na kuna kuzungumza. Kwa hiyo hebu tuangalie katika sehemu ya kuongea au kuzungumza, ni tabia gani zinaweza kutuletea mawasiliano mazuri. Nitaenda kwa haraka kidogo kwa sababu ya muda wetu. La kwanza ni kufikiri kabla ya kuongea. Ukisoma Mithali 16 fungu la 24 utakuta neno la Mungu linavyokuambia kwamba ni vizuri kufikiri kabla hujaanza kuongea. Maana ukifikiri hutalopoka, na utaangalia kwamba maneno yangu nitakayoyasema yana mguso gani katika hisia za mwenzi wangu. Na hili habari ya mawasiliano si tu katika ndoa, hata katika maeneo yetu ya kazi, katika urafiki, katika jamii itatusaidia. Lakini pia chagua wakati wa kuongea. Wewe umeona mtu amelala na sasa hivi anakoroma, unaanzisha ajenda ngumu kabisa. Au labda mama umeona mume ndio anakimbia kabisa na rekebisha shati yake na yuko mlangoni anataka kuondoka, unaongea habari ya mgogoro mlangoni. Kwani mtaelewana? Kwa hiyo wakati ni wa muhimu sana kujua ni wakati gani wa kusema. Halafu onyesha mtazamo unaofaa mnapozungumza. Usiwe unahukumu, usidharau, usikejeli katika mazungumzo. Ongea katika mtazamo unaofaa. Lakini pia maongezi yawe yenye kujenga na sio kuharibu kile unachokisema. Hizo ni baadhi ya kanuni za kuongea vizuri. Nini jingine? Tumia sauti inayofaa. Kuna watu wengine anapoongea anafoka. Unajua huyu ni mwenzi wako ambaye unataka kuishi naye maisha yote.
unapoongea naye unaongea maneno ambayo unajua kwamba baadaye ukijisikiliza utajifurahia. Hata kama unarekebisha au unakosoa, unatumia maneno mazuri, kwa sababu kukosoa ni kama kitu kikiingia kwenye jicho la rafiki yako na unataka kutoa kile kitu kilichoingia kwenye jicho. Kama ni mdudu, huwezi kutumia kijiti wala huwezi kutumia kisu, utatumia jani au kitu chochote kilaini. Na ndivyo inavyokuwa katika mazungumzo. Unapokosoa na kurekebisha mtu, jali kwamba usiumize mtu katika kuzungumza. Alafu epuka matusi ya maneno ya jumla. Kwa mfano, wewe kawaida yako ni mchelewaji au wewe ni mchafu, umeweka kwa jumla, maana kama ni mchafu leo hakuwa mchafu jana. Kwa hiyo maneno ya jumla au dhana potofu. Alafu kitu kingine, shughulikia tabia unapozungumza. Tabia ya mwenzi wako na usimshambulie yeye. Kwa mfano, labda ameunguza chakula, halafu unamwambia anakoroma usiku. Kweli vinahusiana hapo. Unamwambia ndio maana unakoroma usiku. Si umemshambulia yeye. Zungumzia ile habari ya kuwa mwangalifu anapopika chakula asiwe anaunguza, lakini usilete habari ya kukoroma usiku au habari ya tumbo kubwa au ya unene uliopitiliza. Havihusiani kabisa na yule mtu. Jingine, usilimbikize matatizo bila kuyaongelea. Kulimbikiza matatizo ndiko kunafanya watu wananuniana mwezi, watu hawasemeshani, na kadiri mnavyolimbikiza matatizo huwa yanazaana, yanatengeneza jingine na jingine na jingine. Kwa hiyo kila tatizo linapotokea litatuliwe haraka sana. Uliongee kwa upendo kabla mambo hayajawa mabaya. Sasa maneno, kwa nini nakwambia kwamba maneno ni vizuri kuyalinda? Kwa sababu yakishatoka huwezi kuyarudisha. Huwezi. Nimechukua mfano wa mazungumzo haya niliyakuta kwenye mtandao wa kijamii mahali fulani. Wakati ule wa COVID, mwanamume akamwambia mke wake, akamtumia message kwa text, akamwambia you are negative, yani uko negative, uko hasi. Sasa yule mwanamke, labda kulikuwa na mazungumzo ambayo ameshabishana, akamwambia, akaanza kushusha maneno. Si unatujua sisi wanawake. Akamwambia, wewe ni msumbufu, wewe ni mjeuri, wewe hata huna hadhi, hujali mtu yoyote wala hata unijali, unajali marafiki zako wako. Na akaanza kumshambulia yeye kwamba hata wewe ni mwanamume usiyejali, huna faida yoyote. Akamtukana, akamwambia hata yale ambayo nimekuambia kwamba usishambulie mtu, akamwambia hata nywele ulizotaka kuotesha zimekataa. Mwanamume akamwambia, unajua wanaume hawana maneno mengi sana. Akamwambia, nilikuwa nakwambia tu kwamba COVID test yako ni negative. Umenielewa vizuri? Mwanamke akasema, samahani. Amerekebisha, yamefutika. Hayafutiki, na yule mwanamume ameshaelewa mwanamke anamuwazia nini. Kwa hiyo kuongea vizuri ni jambo la muhimu sana. Chunga na linda maneno yanayotoka katika mdomo wako, kwa sababu mtu unayeishi naye maisha yote hutamwambia wewe ni mbwa. Sasa ni mbwa na kesho unalala naye kitanda kimoja, unalala na mbwa. Sema neno ambalo unajua ukilisikia utalifurahia, neno la kujenga. Lakini kusikiliza ni huko. Epuka kueleza maneno yote, anatafuta lile ambalo anajua akilichukua anaweza kapambana na wewe vizuri. Usichague maneno. Halafu sikiliza kwa kujali na huruma. Ukijiweka katika viatu vya yule unayezungumza naye, uonekishe kwamba unajali. Kama kuna mahali pa kusema pole, mwambie pole kabla hata hajamaliza ile sentence. Amwambie, naamini uliumia, ilikuwaje? Onyesha kujali. Halafu uliza swali kuhakikisha umeelewa. Ukiona yule mtu anazungumza na huenda huna uhakika umemuelewa, mhakikishie.
kwa kufanya hivyo ili uonyeshe kwamba unahitaji usikivu, wakati huo unaweka vitu vingine kama simu pembeni, kama ni kompyuta unazima, unamsikiliza, kama ni gazeti unasoma, unamsikiliza yule anayezungumza ili kumuelewa. Lakini pia ikiwezekana rudia sentensi ya mwezi wako aliyeongea ili kuhakikisha mko pamoja, kwamba una maana umesema kwamba jana usikusikiliza vizuri, ujue kama ndicho alikuwa anamaanisha. Alafu usisikilize kwa kuhukumu. Usisikilize kwa kuhukumu. Halafu jali hisia za mzungumzaji. Kujali hisia, haya yote ambayo nimeyazungumza katika kusikiliza, yakupe picha kwamba kusikiliza ni kwa muhimu sana. Kusikiliza, unasikiliza maneno, unasikiliza sauti inayotolewa, unaangalia lugha ya mwili kwamba huyu mtu amekunja uso, huyu mtu amekaje, lugha ya mwili na kuonyesha kabisa kwamba huyu mtu anamaanisha hivi na hivi. Ukisikiliza, halafu ukisikiliza kwa makini, utasikiliza yote hayo. Unajua maneno yanachukua 7% tu, na wengi tunaangalia maneno, au toni ya sauti 38%, na zaidi ya mengine lugha ya mwili. Ndio maana kama una hasira, usitumie kuandika message. Usimwandikie message mtu, kwa sababu unapomwandikia message hawezi kuona haya mengine yote, anapata 7% tu, na kwa hiyo ni rahisi kutokukuelewa wewe. Tuone tabia za watu katika mawasiliano, halafu ujione wewe una tabia gani kati ya hao watu. Tutaenda kwa haraka kwa sababu ya muda wetu. Katika jamii kuna watu wa aina hii katika mawasiliano na hata katika kutatua migogoro. Mtu mmoja ambaye nataka kumueleza ni yule ambaye ni mnyonge, ni mdhaifu na mkimya. Mwingine ni mbabe, ni mkali, ni machachari katika mazungumzo. Lakini mtu wa namba 3 ni yule ambaye ana vyote hivi viwili. Na huyu mimi naona kama ni hatari sana. Ana vyote viwili. Na mwingine ni muwazi na mkweli. Sasa tujaribu kuangalia hawa watu kwa haraka. Huyu mnyonge na mdhaifu, matendo yake yakoje anapowasiliana? Mnapojadili jambo, yeye ni mkimya, anaficha hata kile ambacho hakubaliani nacho, hakwambii. Anakwambia sawa tu hata kama anajua moyoni si sawa. Na yuko tayari kuumia ili mradi tu amani ipatikane. Huyo ndivyo alivyo katika mawasiliano. Mwingine muonekano wake sio mwingine, yani huyu anaonekanaje anapowasiliana? Anajishusha, anaangalia chini wakati wa mazungumzo, hawezi kukuangalia usoni na huongea polepole. Na yeye anaamini kwamba mambo yangu si ya muhimu, sina mchango, sina thamani. Kwa hiyo katika mazungumzo anajishusha kwa viwango vyote. Halafu hisia zake, ana hofu ya kukataliwa. Anajua akisema mawazo yake unaweza ukamkataa, na wale wanao mtumia vibaya anawachukia, lakini anachanganyikiwa na kujishusha ile thamani yake. Sasa hebu fikiria kama wanandoa wote wawili wana haiba ya namna hii, sijui mazungumzo yatakuwaje katika ndoa. Malengo ya huyu mtu ni kwamba anaepuka migogoro, anawaridhisha watu wengine kwa gharama yoyote, hata kama anaumia yuko tayari kutawaliwa na matendo yake. Sasa huyu mbabe na mkali yeye yukoje? Huyu matendo yake yako hivi, yeye anajieleza na hajali kwamba wewe utajisikiaje. Ndio wale wanasema kama mimi wazi bwana, mimi sifuniki, mimi sipaki mafuta. Anawafanya wengine kuwa wadogo sana, hajali, anatukana, anashambulia na mawazo ya wengine. Hawa watu wa namna hii huwa hawasikilizi hata katika mazungumzo. Huyu mtu pia katika muonekano wake anajikweza, anatisha, hasa anapoongea na yule ambaye ni mkimya. Anaangalia kwa kukodolea macho, hakuogopi, na sauti yake iko juu sana. Ndio hawa watu ambao hata katika nyumba watoto wakisikiliza wanalia,
wanasema huko baba anampiga mama labda kwa sababu sauti yake iko juu. Halafu imani yake ni kwamba mambo yake ni ya muhimu sana kuliko ya wenzake. Kwa hiyo ndio maana hasikilizi. Anajiona na haki kuliko wengine, na mchango wake wa mawazo ni wa thamani kuliko wa wengine, kwa hiyo hasikilizi. Mtu wa hii hata kama yuko kwenye vikao hasikilizi wengine, anataka kutawala. Mawazo ya wengine hataki kuyafuata. Sasa hisia zake, huyu ana hasira, anatumia nguvu ili kuwashinda wengine, na baadaye anaweza kuwa na majuto kwa kuwatendea wengine vibaya. Ndio wale ambao kama yule mama ambaye ametoa matusi lakini hawezi kuyarudisha. Sasa hebu fikiria huyu hapa mbabe na yule mkimya wakikaa nyumba moja, si ni vita? Kwa hiyo yule mpole inabidi akae kimya, lakini ananyong'onyea, anajisikia kutokuwa na hadhi. Maana huyu mtu malengo yake ni ili ashinde kwa gharama yoyote, halafu atawale wengine, na lazima watu wajue kwamba ni nani mwenye mamlaka. Hasa kama mfano kama ni mwanamume ndani ya nyumba yake, anasema hii nyumba tutajua nani kichwa hapa. Sasa kuna huyu hapa ambaye ana vyote. Huyu anakuwaje? Yeye matendo yake hataki kuwajibika. Anatamani kuwa mkali, lakini anakubali ile kuepuka mjadala, lakini baadaye anatafuta njia za kwenda kinyume na makubaliano. Watu wa namna hii mara nyingi ni wanafiki. Ni wanafiki kwa sababu yuko huku na huku. Na mwonekano wa huyu mtu ni kama yule wa passive, yule ambaye ni mkimya, ni mpole, lakini anajishusha, anaangalia chini wakati wa mazungumzo, anaongea polepole, lakini moyoni analake jambo. Halafu imani, anatanguliza watu mahitaji yake ndani yake, lakini hayuko wazi. Hataki kuwajibika kwa matendo yake. Anaamini ana haki ya kufanya mambo yaende njia yake hata kama alionyesha kukubaliana. Ndio watu hawa hata kwenye vikao ananyosha mkono, anakubaliana, lakini anazunguka, anakumaliza baada ya maamuzi. Akiwepo mtu wa namna hii kwenye ndoa, kwa kweli ni wa kujirekebisha. Kama wewe ni mtu wa namna hii unayenisikiliza, hii tabia haifai kabisa, hasa kwa watu wa Mungu. Halafu hisia za huyu mtu, ana hofu ya kukataliwa, anataka kuonekana mzuri, kwa hiyo hawezi kuwa wazi. Anachukia madai na nguvu ya watu, na ana hofu ya kutawaliwa pia. Ana hofu ya kukataliwa, lakini ana hofu ya kutawaliwa. Na kwa hiyo atafanya atakavyo, lakini hayuko tayari kuwajibika kwa matendo yake. Yupo huyu mtu ambaye ni muwazi. Yeye hueleza mahitaji yake na hisia zake kwa uwazi. Anatarajia wenzake pia wao wa kweli. Ni muwazi lakini kwa upendo, sio mkali. Anasikiliza mawazo ya wengine na hata kama hayafanani na ya kwake. Na ana utulivu katika muonekano wake kimwili, wala hakwepi, macho yake yakwepeshi kwa sababu hana la kuficha, lakini pia hakukodolei kwa kukutaka kukutawala. Anaamini kwamba mahitaji yake ni haki sawa na watu wengine, kama mzungumzaji wa sheria hivyo kwa anatuambia kwamba kila mmoja ana haki ambayo Mwenyezi Mungu amempatia, na huyu mtu yuko tayari kuwajibika kwa tabia yake. Hisia zake ni chanya. Anajithamini na yuko tayari kufurahia wenzake, anawathamini pia. Huyu mtu malengo yake ni kujieleza, ni kutafuta mwafaka na kulinda mipaka ya kuheshimiana. Sasa watu hawa wanne, wewe mawasiliano yakoje? Wewe uko namna gani? Je, ni yule anayegandamiza? Je, ni yule mnafiki? Je, ni yule ambaye anasema yaishe hata kama kuna jambo la kuokoa hawezi kufanya? Au ni yule ambaye ni mkweli? Na kwa kweli Mkristo anapaswa kuwa yule wa mwisho, mtu wa nne. Watu wa Mungu wanatakiwa kuwa wawazi, kuwa wa kweli, lakini wakiheshimu watu wengine katika mawasiliano. Unajua, ukiwasiliana vizuri na mwenzi wako, utaepusha mambo mengi ambayo yanaharibu ndoa katika siku hizi, hasa hizi siku za mwisho.
siku za ubabe, siku za ambazo mtu anafikiri kwa kuwa muwazi ni kwa kuharibu hisia za mwingine. Sasa kama uliwahi kuongea vizuri wakati unachumbia, napenda kukurudisha kule kwamba tunaanza mahusiano kwa kuzungumza vizuri. Basi mahusiano yaendelezwe kwa kuzungumza namna gani? Vizuri. Kwa sababu Mkristo wa kweli au mcha Mungu wa kweli, haijalishi imani ulio nayo, lakini kama wewe ni mcha Mungu wa kweli, utaongea na mwenzi wako kwa kumjali, kwa kumheshimu, kwa kumtunzia hadhi yake, kwa kumpenda, lakini pia kwa kutafuta muafaka, sio kwa malengo ya kuharibu na kubomoa mahusiano. Kesho tutakuwa na somo zuri, lile somo lililotangazwa jana lakini halikufanyika. Mojawapo ya mambo ambayo pia yanaleta migogoro katika familia ni kutofahamiana kwamba mwanamke yukoje na mwanamume yukoje, na zile tofauti zetu tuziweke pamoja namna gani. Nataka nikualike kesho, umwalike na jirani yako, usikose, kama wewe ni mwanamke na kama ni wewe ni mwanamume. Kwa hiyo najua yoyote ambaye yuko katika upande huu au upande ule atakuwepo na atamwalika mwenzake katika kusikiliza. Mungu wetu anatamani watoto wake waishi kwa kupatana, waishi kwa kuheshimiana, na ndivyo tutakavyoweza hata kukaa mbinguni pamoja, maana tulipendana, maana tuliheshimiana, tulitakiana mazuri. Tupunguze misamiati ya maneno yasiyo ya kujenga, yasiyo ya kusaidia, yasiyo ya kuinua, na tujaze maneno ya kutia moyo, maneno ya kufariji, maneno ya upendo, maneno yanayosaidia na kuleta mwafaka. Mungu na atubariki sana. Nikualike tusimame tuweze kuomba, kwa sababu najua mmekaa sana, na kabla hamjamsikiliza mtu mwingine nitaomba tuombe. Baba Mungu mtakatifu, Mungu mweza wa yote, Mungu wa mahusiano, uliyetuumba kwa mfano wako na unayehitaji tuweze kuaksi sura yako kwa namna tunavyohusiana katika ndoa na hata katika jamii. Tunaomba Bwana, kila msikilizaji anayesikiliza na mtazamaji anayetazama kwa wakati huu, umjalie uwezo wa kuongea na kuwasiliana kama ambavyo ungependa watoto wako wawasiliane hapa duniani. Utusaidie na kutuhurumia mahali ambapo tumewaumiza wengine kwa kutokujali hisia zao, kwa kutokujali mahitaji yao. Utusamehe Bwana tunapoanza upya. Utufanye kuwa wanandoa wazuri, tukijiandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Asante Bwana, kwa sababu wewe ambaye ni nuru ya matumaini utaangaza katika mioyo yetu. Tumeomba katika jina lake Yesu. Amen.